na yote aliyofanya katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu.
naye walimtundika chini na kumuua. Mungu lakini alichukua siku ya tatu na kujalia aonekane, si kwa watu wote, ila kwa mashahidi waliokuwa walichaguliwa na Mungu. Ndiyo sisi tulikula na kunywa pamoja naye baada ya kufufuka kwake katika wafu. Ndiyo sisi aliyotuagiza tuwahubirie na kuwashuhudia watu kwamba huyu ndiye aliyekuwa Mungu kuwahukumu wazima na wafu. Huyu manabii wote wameshuhudia kwamba kila anayesadiki anaondolewa dhambi kwa jina lake. Neno la Mungu. Zaburi ya kutukizana. Hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana. Hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana. Tuishangilie na kuifurahia. Tuishangilie na kuifurahia. Hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana. Tuishangilie na kuifurahia. Hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana. Tuishangilie na kuifurahia. Woo!
zingatieni yaliyo juu, si mambo ya duniani. Maana mmekwisha kufa, na uzima wenu umefichika pamoja na Kristo katika utukufu. Baadaye Kristo aliye uzima wetu atakapotokea, ninyi pia mtatokea pamoja naye katika utukufu. Neno la Bwana. Sequencia. Kristo Pasaka yetu amechinjwa sadaka. Kristo Pasaka yetu amechinjwa sadaka. Tuile, karamuye na tuimbe haleluya. Tuile, karamuye na tuimbe haleluya.
Siku ya kwanza ya juma, Maria Magdalena alifika kwenye kaburi asubuhi sana kungali giza bado, na akaliona jiwe limeondolewa kaburini. Basi akapiga mbio akafika kwa Simoni Petro na yule mfuasi mwingine ambaye Yesu alimpenda, akawaambia, wamemwondoa Bwana kaburini na sisi hatujui walipomweka. Petro akatoka na yule mfuasi mwingine kwenda kaburini. Wote wawili walipiga mbio, lakini yule mfuasi mwingine alitangulia, maana alikimbia mbio kuliko Petro. Akafika kwanza kwenye kaburi, akainama na kuchungulia. Akaona vitambaa vya sanda vimelala humo, lakini hakuingia. Simoni Petro akaja nyuma yake, akaingia kaburini, akaona vitambaa vimelala humo, na kadhalika leso ya kufunikia kichwa chake ili imekunjwa, alipolala pamoja na vitambaa vingine. Yeye peke yake, bali peke yake mahali pake. Hapo yule mfuasi mwingine aliyefika kwanza kaburini akaingia pia, akaona, akasadiki. Kwa maana mpaka hapa walikuwa hawajafahamu bado maandiko yalikuwa yamempasa kufufuka katika wafu. Injili ya Bwana. Sifa kwako Kristo. Kwa maneno haya ya Injili, tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Tumsifu Yesu Kristo. Ndiye mwonekana ya Kristo. Kabisa. Mura mara Kristo gospel kwa sababu Kristo nataka Yesu abaki kama alikuwa Kristo, yeye asiyekuwa na dhambi na kosa lolote, anakubali kutulipa msalabani ili mwenye makosa wapate kuokoka. Na ndio maana jana waliokuja misa ya kesha tulisikia na kuambiwa ya kwamba ni kosa lenye bahati, lakini Mungu alijiruhusu mwenyewe awekwe mikononi mwa mwanadamu kuteswa msalabani na kufa, si kwa sababu hakuwa na uwezo wa kumwokoa mwanadamu kwa njia nyingine. He accepted to be humbled, to be persecuted at the creature of his own, so that he may save the same creature. Basi tunaposherehekea siku hii ya kufufuka kwa Kristo, mimi ningependa tafakari mambo matatu ambayo naona yanaweza kututia moyo na kutukumbusha umuhimu wa siku hii. Jambo la kwanza ni kwamba hakuna siku ambayo maovu yatashinda mema, na japo tunapitia changamoto, kile ambacho Kristo anafunza ni kwamba tutashinda tukisalia kwa uaminifu kwa Mungu. Na anachotuomba Mungu ni kwamba tujitenge na tabia zinazoweza kumuudhi Mungu na kumrudisha msalabani. Ningependa kufupi sana tuangalie watu watatu. Mtu wa kwanza ni Pilato. Pilato hakuwa na kosa la kumsulubisha Yesu. Yeye hata alitoka na kuambia, mimi sioni kosa kwa mtu huyu, sioni sababu ya kumsulubisha. Lakini jinsi kelele ya watu ilivyozidi, Pilato aliogopa kupoteza nafasi yake kama kiongozi. Nafasi yako kwa sababu ya uoga. Umeondoka kwa familia, wewe unamjua mambo ya urogi na kufuga nyoka. Lakini si kwa mama, si nyinyi wa mama ndio ndio za. Lakini kwa sababu ya uoga wa watu, kwa sababu ya uoga wa watu wanaoniangalia mimi nimekosa kufanya jambo ambalo linastahili,
Wanasema kama Kristo Mungu Afrika ni yapi na nacheleka. Mabili indika ndesa kuliko sisi za kulia chichaka na kwa kocha. Amana tusiogope watu. Jambo la pili, jambo ndio tusifanye tabia kama ya makundi. Makundi hawa wengi wao wamekosewa na Yesu lolote. Wengi wao Yesu alikuwa amewasaidia. Wengi wao Yesu alikuwa ameponya watu wa ukoo wao. Lakini wao wanapiga kelele na kusema msulubishe, msulubishe, msulubishe. Huyo ni mimi na wewe. Kwa wakati mwingine we have been recruited to help people who have not wronged us for no reason. They have not wronged us, we have no accusation against them, but we stand and sing crucify them because our brothers and sisters are saying crucify. Na mbona tukienda kumwambia na wewe shida na mtu mwingine atao ukienda kuzana ndugu yako tu. And the man stands with all the confidence na kusema kwamba yeye anakusana na huyo mtu. Tabia nyingine tabia ya Yuda. Busu. Upendo unadhihirishwa kwa busu. Yaani upendo uliomo moyoni unaonyeshwa kwa njia ya busu. Ukristo ambao uko moyoni unaonyeshwa nje kwa mavazi. Ukristo uliomo ndani unaonyeshwa kwa matendo na jinsi unaingia kwa vikundi fulani. Kwa wanamoyo huko, lejo huko, sida pia ndani. Hata kama si yeye angekubali wanawake pia ungeenda. Lakini tabia mtu akikuona kwa nje, if somebody sees you from outside, he may think you are a Christian. If somebody sees the way you are dressed today, you reveal the resurrection of Christ. But after this, if somebody meets you in the evening, you are a true Pharaoh, you are just a different person. Ila ni jambo la pili. Jambo la pili. Petro na Yohana. Wakati mitume waliteuliwa, nani aliteuliwa wa kwanza? Petro. Na Yesu alimwambia Petro, wewe utakuwa jiwe la pembeni, you'll become the rock over which I'm going to build my church. Yesu alimfanya Petro kuwa kiongozi wa mitume. Na basi japo alimpenda Yohane, lakini kiongozi wa mitume alikuwa ni nani? Petro. Na kwa sababu Petro alikuwa mzee kidogo, wanapopewa habari za ufufuko wa Yesu wanatoka mbio, lakini huyu kwa sababu ni mdogo anakimbia mbio kushinda mzee na anafika kaburini kwa kwanza. Ni kama saa hiyo aseme tutoke mbio hapa twende Bungoma, mimi na Father Obore acha kwa nitutia hapa tuta. Bwana sio. Lakini pia tunafika mahali watu wanakuja nyuma pia wanakimbia kumshi. Ndio ndio hadi maisha. Wengine wao walikuwa wanakimbia high school mbio na private. Cha komo na ile sasa mambo ya timu. Ndio moja kwa timu. Yohane anafika wa kwanza kaburini, lakini haingii kaburini. Yaani anatambua umuhimu wa kiongozi wake. Anatambua umuhimu wa watu wazee kumshinda. Anatambua umuhimu wa wale wenye madaraka. Na ndio maana popote penye tuko tutambue hilo. Ya kwamba kuna watu ambao wako mbele yetu na tujikubali. Ya kwamba sisi kama ni deputy head teacher, ni mimi deputy head teacher. If you are a wife, remain a wife. Don't make yourself a husband in the home. You have arrived at the grave. Don't enter fast. Kwa mama pole na lakini
kwa yeye kwa kitu ambaye heshima mama. Lakini pia mama vitu vingine pia hata vikiheshimiwa. Kuna vitu vingine. Leo kwa msimu hapo wakati Bimama vipi? Jana kwa heshima akaheshimiki. Hata mama anambia heshima bado tu tabia ni ile. Niliwaambia natembea kifunguo, anafungua nyumba na ndani. Yaani kama dunia yake kabisa. Unaheshimiwaje kama hujajipa heshima mwenyewe? Wewe ni baba mkwe, unalewa, unapita kwa baba ya mtoto wako, unaamka kwa baba na mtoto wako. Sasa bibi anashangaa kwa anakuja. Hata wanakuja na kesi sura na wewe. Ndio wanasema kumbe heshima gani? Jambo la mwisho. Kulikuwa na mzee mmoja alikuwa na mtoto wake mmoja mvulana. Na mzee alikuwa ameandikwa kufanya kazi mahali ambapo kuna sehemu ambayo meli zinapita, sababu kulikuwa na bahari, lakini wameunda mahali meli zinapita kupeleka mahali kwa mizigo. Na pia juu kulikuwa na daraja la gari moshi. Basi bibi wa kwake siku moja akasema, mimi nasafiri, naomba uende na huyu mtoto wetu mdogo kazini, nitakuja kumchukua nikirudi. Ni kwa sababu kalikuwa katoto kadogo, watoto wadogo wanapenda kupanda kila mahali wanapanda. Unashukisha ukiangalia kwa wanapanda. Na wazee nao hawajui multitask. Okay? Hawajui multitask. Yeye akiangalia TV namna hiyo, maana ni mwanamke amechemka sukari akiona kitu kwa TV. Sasa huyu mzee pia alipokuwa huko alikuwa anatai treni ikikuja aangushe hiyo daraja, treni ipite, alafu meli ziendelee kupita. Na basi mtoto akapanda kwa hiyo gate, kwa sababu ilikuwa kuinuka na ukipita pale Sharif kuna hiyo, lakini sasa ile kubwa kidogo. Mtoto akawa kule juu. Wakati mzee anaangalia treni imefika, wameshampa warning ya kwanza, ya pili itakuwa treni imefika. Sasa huyu mzee akafikiria, kabla niende kutoka huko juu nishushe mtoto, treni itakuwa imekuja na imeanguka kwa bahari. Watu watakufa wengi sana. Sasa huyu mtoto wangu na hao wazee nifanyeje? Akasema, sasa nikienda huko juu, treni itaanguka majini. Watakufa wengi. Na huyu ni mmoja. Mzee akasema, sasa hii imenipata, sasa nifanyeje? Akashusha. Mtoto akaanguka kwenye maji akakufa. Lakini wale wenye walikuwa kwa treni walipita salama. Kwa hiyo treni kulikuwa na watu ambao walikuwa hata wajini nini kinafanyika. Wanakuwa mzee kuna. Kwa hiyo treni kulikuwa na watu ambao ni wafitini wa ajabu, walikuwa wanaendelea na fitina zao. Hawajui kwamba kuna mtu ametoa sadaka hapa mtoto wake wakipekea kufa. Kwa hiyo treni kulikuwa na watu wanaenda kuiba mambo ile. Hawakujua kwamba huyu amemtoa mtoto wake. Kwa hiyo treni kulikuwa na watu waongo sana. Kwa hiyo treni kulikuwa na viongozi wafisadi sana, wameiba mali ya umma. Hawakujua kwamba walifaa
Mungu amemtoa mwanawe wa pekee, amekufa kwa sababu yangu mimi na wewe. Lakini kwa hiyo sisi bado tunaendelea na maisha kama kawaida. Sisi kama wafitini tunaendelea, hatutambui kilichofanyika, tunaendelea. Kama mwenye kiburi tunaendelea. Hatujatambua ya kwamba sadaka imetolewa mahali. Na hivyo basi mimi na wewe tunafaa kukumbushana kila wakati ya kwamba tuko kwenye treni na mtu ametoa sadaka. Sisi tumekaa kwenye treni, kuna mtu amepoteza maisha. Sisi tuko kwenye treni, kuna mtu amemwachilia mwanao wa pekee amekufa kwa sababu yetu. Baba leo nikana na mtu tuko kwenye treni. Na pia kwa sadaka imetolewa kwa sababu yetu mimi na wewe. Ukijikumbusha hivyo utaendelea kupunguza dhambi. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Kanisa Takatifu Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa mwili na uzima wa milele. Amina. Ndugu zangu wapenzi, katika furaha hii ya Pasaka tumuombe Mungu kwa juhudi yote, yeye ambaye anapokea kwa kuridhika sala na maombi ya mwanawe mpenzi, apende pia kutazama unyonge wetu. Prayer for the Church. Almighty, dear Lord, we thank you and praise you for the giving us for the Church. We pray today that you grant restoration of the Church in everywhere that is needed. Lord, hear us. Lord, gracious hear us. Prayer for the government. God of power and might, wisdom and justice, through your authority is rightly administered. Laws are enacted and judgment is decreed. Assist with you, our Holy Spirit of counsel and fortitude. The President and the other government leaders of our country, Kenya, that may they always seek at the ways of righteousness, justice and mercy. Grant that they may be enabled by your powerful protection to lead our country with honesty and integrity. Lord, hear us. Lord, gracious hear us. Prayer for thanksgiving. Accept all our thanks and praise for that you have done for us for this holy Easter. Lord, gracious hear us. Lord, gracious hear us. Prayer for the youth. Try new learning place. Oh God, upon your young people, they carry in their hearts a great hope. Make them strong and pure, so that they can view their tomorrow with confidence. Let them receive freely the gift of the faith, accept it with gratitude, and develop it with generosity. Lord, hear us. Lord, gracious hear us. Lord, grant all the sick comfort and peace. May loving care surround them and business and hear us. Lord, gracious hear us. Therefore, the divine Spirit, and let the darkness of thy shine upon them. May they rest in peace. Lord, hear us. Lord, gracious hear us. Ee Mungu, wajua kwamba maisha ya wanadamu yanakabiliwa na mahitaji mbalimbali. Kusikilize nia za wanaokuomba na upokee sala za waumini wako. Ombezi matukufu ya Mama Bikira Maria, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen.
Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Na awe rohoni mwako. Kweli mioyo. Tumeni mwako. Shukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kweli ni vema na haki tendo la Bwana kuleta wokovu. Kutukuza kila wakati Bwana, lakini hasa wakati huu kutangaza utukufu wako kwa kuwa Kristo Pasaka wetu ametolewa sadaka. Ndiye mwana kondoo wa kweli aliondoa dhambi za ulimwengu. Ndiye aliyeangamiza mauti yetu kwa kufa kwake na alitengeneza upya uzima kwa kufufuka kwake. Kwa sababu hiyo tumepewa wakati wa Pasaka, ulimwengu mzima unasherehekea ile nguvu za mbinguni na majeshi ya malaika wanaimba utukufu wako wakisema bila mwisho. Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Ee Bwana kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba utakatifu vipaji wote wako ndio kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yaliyotolewa kuingia kwa yake katika mateso yake, akatoa mkate akashukuru kwa umega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mwili nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula Mungu wangu, Nyasaye wangu, ewe mnaimwene, nese kumtumisa, sena nakamulondela imoyo wangu, ewe mnyalwe bintu byosi, usala kuzusho moyo wangu kulema kulafu. Sala yokwekomba. Yesu mwana wangu, Nyasaye wangu, omoyo wangu kwekomba, ewe lelo msangano wako, usala
kufikia mwangaza wa ufufuo. Njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Mungu alipenda kuwajalia neema ya ukombozi na kuwafanya wana wa ufufuo wa mwanae, awajalie kufurahia kwa pamoja baraka yake. Amina. Na aliwajalia zawadi ya uhuru wa kudumu, awafanye washiriki wa urithi wa uzima wa milele kwa kazi yake ya ukombozi. Amina. Nanyi mliofufuka katika ubatizo kwa njia ya imani, mstahili kuunganishwa naye katika makao ya mbinguni kwa kuishi kiadilifu hapa duniani. Amina. Baraka yake Mungu Mwenyezi, na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu washukie na kukaa nanyi daima na milele. Amina. Endeni na amani. Haleluya. Wasichana kwa undana, tutakutana nao Jumanne asubuhi baada ya 9 ya asubuhi. Kwa hiyo wale ambao wangependa kuhudhuria kwenye mstari kama watumishi, tuongezee wale tunao, tuko na watoto wengi tuonee katika wito.